hatua ya finali ya michuano hii vilabu barani Afrika kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lazima kwanza watu waelewe target ya Yanga na Simba si kucheza kombe la shirikisho. Yani huku ambako mashabiki na wadau mbalimbali wa soka tunaona ni njia nyepesi, na kweli ukitazama ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, njia nyepesi ya Simba na Yanga kutwaa taji la Afrika mapema ni huko kwenye kombe la shirikisho. Lakini isivyo bahati, ili ushiriki kombe la shirikisho ni lazima ushike nafasi ya 3 na ya 4 ligi kuu. Mfano Simba kama angechukua ubingwa msimu huu, maana yake pongezi kubwa zingeenda kwa Azam FC. Licha ya kuwa ni Simba ndiye ambaye amechukua huo ubingwa wa kombe la shirikisho, lakini pongezi pengine zingeendea Azam FC kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Azam FC ndiye ambaye amewapa hiyo platform ya Simba kushuka kuja kucheza kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu ambao Simba amemaliza nafasi ya 3 kwenye ligi ni msimu ambao Simba alikutana na vitu vingi sana katika mitandao ya kijamii. Wachezaji walikutana na vitu vingi sana katika peji zao, viongozi wa club, kulikuwa na wachezaji wanasutwa sana benchi la ufundi kwamba nyie mmedrop sana mpaka hivi sasa. Azam FC amepanda juu yenu bila kumkosa heshima. Azam FC ni kana kwamba Azam FC hapaswi labda kushika namba 1 au namba 2, lakini Simba kitendo cha kutenganishwa yeye akashika nafasi ya 3 ndio mafanikio yake makubwa ambayo hii leo tunazungumza Simba kwa ukubwa wake. Kwa kuna vile namna ambavyo tungemshukuru pia Azam FC kwa kukomaa msimu uliopita na kushika nafasi ya pili, kitu ambacho Simba yeye akashika nafasi ya 3 akaenda kushiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kama tuna uwezo wa kufanya vizuri kombe la shirikisho barani Afrika, je, ni kazi ya Yanga na Simba? Unagundua hapana, kwa sababu kwa hivi sasa zamani mfumo ulikuwa ni ukitolewa hatua zile za awali ligi ya mabingwa barani Afrika unashuka unakuja kucheza kombe la shirikisho. Lakini mfumo wa sasa hivi ukitolewa ligi ya mabingwa, kajipange usiku kiosi chako, msimu ujao aidha urudi ligi ya mabingwa ama ucheze kombe la shirikisho. Isipokuwa ili ucheze kombe la shirikisho ni lazima katika ligi yako ushike nafasi ya 3 ama ya 4 ama uwe bingwa wa kombe la CRDB Federation, kama ile ambapo Simba atacheza dhidi ya Singida Black Stars nusu finali ambayo itachezwa katika dimba hilo la Kwara. Kwa hiyo ili tufanye vizuri katika muendelezo wa kombe la shirikisho, ni kazi sasa ya zile timu ambazo zenyewe zinazengea katika mazingira ya namba 3 na namba 4. Kwa maana kwa mfano msimu huu no doubt hata kama wakifungwa mechi zilizobaki, top 4 imebaki ni vile vile, isipokuwa Yanga na Simba wanaweza wakashift, mmoja anaweza kaenda juu. Mfano Simba kama akimaliza viporo vyake na ile dabi ikapigwa Yanga akafungwa, Simba anakwenda juu. Lakini pia kama Simba akamaliza mechi zake na Yanga akamaliza mechi zake kwenye ile dabi, Simba akafungwa, Yanga anakuwa juu. Kwa mpaka hivi sasa Yanga na Simba wao wana nafasi ya kucheza Champions League bila kujali Yanga kashika nafasi ya kwanza ama kashika nafasi ya pili, Simba kashika nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Kwa Singida na Azam FC hali kadhalika, hata wakifungwa mechi zilizobaki, hakuna timu yoyote iliyopo nafasi ya 5 kwenda nyuma kwenda kuishusha Singida Black Stars pamoja na Azam FC pale top 4, wala Azam FC na Singida Black Stars hata wakishinda mechi zao zilizobaki, Yanga na Simba wakapoteza mechi zilizobaki, Singida na Azam FC hawawezi kwenda kushika nafasi ya 2 na nafasi ya 3. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza msimamo umebaki vile vile, Yanga, Simba ligi ya mabingwa, Singida Black Stars, Azam FC kombe la shirikisho barani Afrika. Na isivyo bahati kwenye zile nusu finali za michuano ya CRDB Federation, mshindi wake ambaye anakwenda kucheza kombe la shirikisho ambaye hatokani na top 4 alikuwa ni JKT Tanzania. Kwa JKT Tanzania kama angefanikiwa kumtoa Yanga alafu akaenda finali akamtoa baina ya Simba na Singida ambaye atakuwa ameingia finali, manake JKT kama angekuwa bingwa, JKT alikuwa anaenda kumtoa top 4 mmoja katika yule aliyoshika nafasi ya 3 na ya 4. Wa nafasi ya 4 angetolewa, alafu bingwa wa CRDB Federation angeingia badala ya huyu aliyeshika nafasi ya 4. Kitendo cha yeye kutolewa maana yake ni moja kwa moja kwa hivi sasa bingwa atakaye tokea kombe la shirikisho anatokea pale pale kwa top 4, kwa sababu hivi sasa Yanga ndo ameingia finali, lakini pia Simba yuko katika hatua ya nusu finali, yupo top 4, Singida Black Stars yupo katika hiyo top 4, Azam FC alishatolewa. Kwa hizi timu zote 3 hata mmoja akichukua ubingwa bado watacheza, bado msimamo utabaki hivi kama ulivyo. Kwa hivi sasa ni kazi ya Azam FC, ni kazi ya Singida Black Stars
kwenda msimu ujao kufanya hiki ambacho kimefanywa na Simba juzi, ama kimefanywa na Simba msimu huu katika upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, kufanya kile ambacho kilifanywa na Yanga msimu wa 2022-23 wakaondoshwa kikanuni na USM Alger. Ni kazi ya Singida Black Stars pamoja na Azam FC. Isipokuwa huku kwa ligi ya mabingwa bado tuna kazi ngumu ya kufanya. Na siku ya jana tulikuwa na mjadala juu ya ni quality tu peke yake ndo inakufanya uwe bingwa. Tukagundua hapana. Kwa maana ya yani Ali hii leo wewe yani tukizungumzia ubora wako tu peke yake, sometimes unahitaji na unajulikanaje, yani nani anakujua, ushanielewa? Yani Yanga na Simba inawezekana wakawekeza vizuri sana uwanjani, kwa maana wakawa na wachezaji bora, lakini timu yako ina ushawishi. Kwa mfano wale RS Berkane, ile setup ya uongozi wa Berkane walishawahi kuhudumu sana pale katika kwenye muundo wa kiutawala wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Mamelodi wale unaowaona ambao wako finali na Pyramid, muundo wao wa kiongozi una ushawishi mkubwa sana na soka barani Afrika. Mfano hizi fedha ambao unasikia sio ligi ya mabingwa wanapewa pesa nyingi, kombe la shirikisho wanapewa pesa nyingi, Simba walioshika nafasi ya pili wanapewa pesa nyingi. Huyo anaye sign hizo pesa ndo zinatoka. Yani yule anaye sign zile pesa ndo zinatoka. Ndio huyo anatoka klabu ya RS Berkane. Sisi tunaelewana vizuri. Siku chache kabla ya mechi yupo ambaye alisema kwamba mbona Berkane wamepata taarifa ya kwanza kwamba mechi iko Zanzibar kuliko Simba, kuliko wenyeji. Sasa miongoni mwa wajumbe wa kamati tendaji ya CAF ni mtu kutoka pale Berkane. Sio tunaelewana? Kwa yeye kupokea hizo taarifa kabla hata secretariat, kabla hata mchapishaji hajachapisha ndio kuwatumia Berkane na Simba, yule mjumbe ambao wamepitisha kwamba ile mechi ni pale, yeye hashindwi kuambia Berkane bwana mechi inapigwa sehemu fulani. Kwa ni lazima pia klabu zetu ziwe na huo ushawishi katika ngazi ya uongozi. Mfano Simba walikuwa wanakuja vizuri sana dhidi ya Babra Gonzales kama unakumbuka vizuri, lakini hivi sasa tuna Wallace Karia hivi sasa tuko na Wallace Karia ambao pia anaingia kwenye kamati ya wajumbe ya CAF, lakini pia tuna huyu ni mjumbe mwalikwa, yani huyu ni mwalikwa yeye yes. Atakuwa kwa sababu yani mambo ya nafikiri mambo ya kuchaguliwa na kuteuliwa inawezekana ikawa hivyo. Kwa tunapaswa pia kuwekeza katika mazingira hayo ya vilabu vyetu, vinapaswa kuwa na ushawishi wa michuano. Sawa. Momo, kuna message hapa unaulizwa. Mama Safina wa Changombe anauliza. Kwa hiyo kombe kubebwa na sisi ni ngumu Momo? Kwa maana ya makombe ya Afrika ni ngumu. Alafu kuna mazingira mengine Ali. So yani kuna mazingira mengine yani wewe ndio muamuzi, alafu unaona mweka hazina wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika timu yake iko pale uwanjani, yani wewe ndio muamuzi sasa. Alafu timu nyingine ambayo unacheza nayo haina kiongozi hata mmoja katika muundo wa soka la mpira wa miguu barani Afrika. Itasababisha ndio malipo yako yachelewe au kwenye zile 50-50. Nakuelewa. Piga huwa kwenye zile 50-50. Lazima. Sawa Momo, mengi zaidi. Ni saa 1:15 mpaka saa 3 kamili za usiku ndani ya Sport Junction. Unajua Air Tanzania wa safari wanakwenda mpaka Entebbe. Asante. Sasa Waganda na Zanzibar pia. Sasa ukitaka kumwambia Mganda, yani ukitaka kumwambia mtu kwa Kiganda neta. Unajua kwa Kiganda unamwambiaje mtu ukitaka kumwambia neta? Tujuze. Momo. Ndio. Genda. Au vile unavovaa.